Naitwa Mwalimu Lilenga, Isaya Lilenga, ni mwenyekiti wa chama cha walimu mkoa wa Kigoma. Ni msemaji mkuu wa walimu wote wa mkoa wa Kigoma. Hivyo nimeona ni vema nizungumzie taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ambayo ni taarifa ya upotoshaji inayoonyesha kwamba chama cha walimu tumewazuia walimu wasiweze kushiriki katika zoezi la uchaguzi. Naomba niseme kwamba taarifa hii hapa sio sahihi, ni upotoshaji wa kiwango cha juu. Kwa utaratibu wa chama cha walimu Tanzania, tunao viongozi wakuu ambaye tuna rais wa chama, katibu mkuu, na mambo yote ambayo huwa yakifanyika katika utaratibu wa kikatiba ya chama cha walimu, viongozi wasemaji wakuu au kiongozi msemaji mkuu ni rais wa chama. Ukiangalia ile barua inayotambaa katika mtandao wa kijamii, ni barua ambayo haionyeshi chanzo. Yaani kwa maana mtendaji mkuu ambaye ni katibu mkuu ndiye huwa anaandika barua kwa kuonyesha kwamba ameandika kutoka makao makuu ya chama cha walimu. Kimsingi barua ile haikuandikwa na katibu mkuu na wala barua ile haikuandikwa kutoka makao makuu. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba aliyeandika barua ile alikuwa na nia mbaya na chama chetu cha walimu. Sisi chama cha walimu tunatambua mwalimu au walimu wa Tanzania kupitia katiba yetu ya chama cha walimu wana haki ya kushiriki katika mazoezi haya ya uchaguzi. Na hata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaruhusu kabisa kwamba raia yeyote ana haki ya kupiga kura. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba mwalimu kama raia ana haki ya kupiga kura. Na hasa mimi nizungumze kama mwenyekiti wa mkoa wa Kigoma kwamba walimu wangu wote wa Kigoma na wasisitiza na ninawaomba ifikapo tarehe 29 siku ya Jumatano ya mwezi huu wa 10, walimu wote wakatekeleze zoezi la kupiga kura. Tumepokea barua hapa kutoka ofisi ya katibu mkuu. Barua hiyo ni ya tarehe 26 mwezi wa 10 mwaka huu, ambayo ina kichwa cha habari kukanusha taarifa ya upotoshaji juu ya ushiriki wa walimu na wanachama wa chama cha walimu Tanzania katika uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025. Barua hii ni barua ya chama ambayo unaweza ukaiona hapa, ambayo inaonyesha kabisa muhuri wa chama, lakini pia barua hii inaonyesha watendaji wakuu wa chama. Ukiangalia hapa chini utaona watendaji wakuu wa chama. Sisi tunachotaka kusema ni kwamba chama cha walimu kitaendelea kushirikiana na mamlaka husika kuhakikisha kabisa kwamba tunasimamia misingi ya katiba, lakini mwisho wa siku kuwachagua viongozi bora ili kupata maendeleo sahihi.